Hongereni sana kwa nafasi mlionayo. Niwapongeze kwa kupata bahati ya kupata nafasi ya kupata elimu. Hamjawa mahali hapa kwa bahati mbaya. Tumekuja kuwasalimia, lakini tumewaletea zawadi. Tumewaletea sola kwa ajili ya mwanga. Muangalie sana kile kilichowaleta hapa shuleni. Nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa ambayo anaifanya. Mama yetu huyu anahitaji pongezi. Anashughulika sana na suala la elimu. Dakika chache zilizopita tumepita kwenye bweni la watoto wa kike lililoko Kandawe Sekondari. Bweni lile ukifika kwa mandhari ya nje tu unaona ni bweni linapendeza, ni jengo linalopendeza. Lakini ndani lina kila kitu cha kukufanya wewe usome bila mawazo yoyote. Mama Samia oye! Jamani, mle kuna mfumo wa umeme. Ni bahati mbaya tu umeme bado haujawaka. Kuna maji. Jamani, mpewe nini watoto? Waulizeni walimu wenu au muwaulize wazazi wenu kama waliwahi kubahatika kupata maji shuleni. Ni wachache, na kati ya wachache hao na ninyi ni wachache hao. Maji, yani unatoka tu kitandani, unachukua mswaki wako, unaenda unapiga mswaki pale, maji yapo. Jamani, sisi tulienda kufata maji zaidi ya kilomita 10. Mnayafata maji, unayaleta ni lita 10 tu, ndo budget, uoge, ufue, mjione kuwa ni wenye bahati sana. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuendelea kumwombea mama yetu aweze kufanya kazi na sisi vizuri sana. Lakini bila mbunge ambaye ni Mheshimiwa Kiswaga, yawezekana hizi pesa zisingekuja hapa. Maana yeye ndiye anayezichukua changamoto zetu, tukiwemo wanakandawe sekondari ambao tuko ndani ya kata ya Nyigogo. Anachukua changamoto za kata zote 25 za jimbo la Magu, anazipeleka kule bungeni, na ndio Mama Samia anashusha pesa. Kwa hiyo tusizitumie fedha hizi vibaya. Kwanza twendeni tukailinde miundombinu hiyo, ili na wadogo zetu ambao bado hawajazaliwa waikute, waitumie na wenyewe waweze kunufaika. Niwaombe, someni kwa bidii, someni kwa malengo. Angalia focus yako kule unakotaka wewe kwenda. Muombeni Mungu azisimamie ndoto zenu, zisikatishwe na mtu yeyote hapa katikati kabla haujazifikia. Inawezekana. Kwa hiyo niwaombe sana msome kwa bidii. Tunatarajia kuwa na matokeo bora zaidi ya mwaka uliopita. Kidato cha pili, kidato cha 4. Mungu yuko kwa ajili ya kutusaidia sisi. Kile tunachomuomba ndicho anachotupatia. Nina mambo manne tu, sema manne. Kama alivyonitambulisha, mimi ni mratibu wa shirika moja linaitwa Access Tanzania. Ni shirika ambalo kirefu chake ni AIDS to Community and Education Support. Tunatoa misaada ya kielimu na ya kijamii kwa watu mbalimbali katika jamii yetu ya Tanzania. Tumekuwa tukifanya kazi sasa hizi ni zaidi ya miaka 4 na tumeshafika shule zaidi nafikiri ya 20 na kutoa misaada mbalimbali. Na sio tu misaada bali tunawezesha wanafunzi wafikie katika malengo yao. Tuko pamoja? Kwa siku ya leo Mungu ametupa neema, tumefika mahali hapa kupitia ofisi yetu kama alivyosema Mheshimiwa Mbunge Kiswaga pamoja na Mheshimiwa Diana diwani. Tumekuwa marafiki wa karibu wa kufanya kazi hizi kuwafikia jamii yetu. Na leo tuna zawadi ndogo tu kama alivyosema ya kukusaidia kuona. Hebu sema mwanga.
Sema basi kwa sauti, wananikatisha tamaa. Mwanga. Sema light. What is light? Atakayejibu na mimi nampa zawadi. What is light? Karibu rafiki yangu. Chap chap. Ujibu Kizungu sio Kiswahili. What is light? Light is a form of energy that stimulates vision. Wow. Stimulate vision. Sawa Baadaye nitampa zawadi yake. Asante sana. Sasa leo tumewaletea mbadala wa mwanga. Tumeleta mbadala wa mwanga tofauti na ule mliozoea wa umeme. Na leo tumewaletea zawadi ndogo tu ambazo itafungwa kwenye mabweni ya wasichana. Wasichana ningefikiri mngenipigia hata makofi jamani. Na bila kupoteza muda, sola hizi zitafungwa leo, sio story. Na tunaye fundi ambaye yuko ameshafika mahali hapa. Kwa kuanzia baada ya masaa mawili zitaanza kuwaka na mtazifurahia. Na naomba niwaachie mambo manne wanafunzi. Naomba tusikilizane kule. Niwaachie mambo manne tu ambayo yatakusaidia. Mimi nilikuwa mwanafunzi, nimesoma ni mwanafunzi na ninamalizia degree yangu ya 3 sasa. Niko nasoma nje ya nchi. Na namshukuru Mungu amekuwa mwema, kama alivyosema ni kwa neema ya Mungu amenisaidia. Kwa hiyo nimekuwa mwanafunzi kama wewe, nilikaa chini nikafundishwa, lakini nilizingatia mambo manne. Jambo la kwanza, nilimweka Mungu katika mambo yote. Jambo la pili, nilipenda maarifa na kujifunza, knowledge. Jambo la tatu, niliweka bidii, diligence katika mambo yote. Na jambo la mwisho, nilizingatia maadili mema. Ameongea vizuri sana mheshimiwa. Wanafunzi wengi leo hatuna maadili. Mkubwa anaongea, mwingine kule naona anazomea. Mkubwa anaongea, mwingine anapiga kelele. Huwezi kufika mahali popote kama una maadili mabaya. Tunaelewana? Na maadili haya ndio kuna tabia njema, kuna heshima kwa mkubwa wako na kadhalika. Sasa ukizingatia mambo manne utafika mbali. Na nashukuru Mungu, jambo la pili nilosema maarifa. Ukikosa maarifa kuna nafasi uwezi kuzipata kama mheshimiwa anavyomuona. Mimi nimekutana na watu, mwaka jana nilikuwa Marekani, nimekutana na watu ambao pasipo maarifa niliyokuwa nayo nisingeweza kuongea naye. Pasipo hii elimu ambayo nilipewa nikakaa chini kujifunza, nisingeweza kukaa na kuongea nao mezani. Kwa maarifa ni muhimu sana, Mungu ni muhimu sana, bidii katika mambo yote, alafu maadili mema. Mambo haya manne yatakusaidia uwe mtu wa maana katika taifa letu na katika dunia yote. Hongereni na masomo. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Halmashauri, Mheshimiwa Mkuu wa Shule, Mheshimiwa stafu ya walimu wote mlioko hapa, mimi niko hapa kwa ajili ya kumwakilisha Mheshimiwa diwani wa kata hii ya Nyigogo, Bwana Nestori Yuma. Kwanza anawasalimia sana, lakini pia alitamani kuwa nasi hapa kwa sababu ya majukumu ya kiserikali, yuko kwenye kikao. Lakini kwenye kikao huko ni kwa maana ya kutupambania. Kwa hiyo anatuombea na sisi tuendelee kumwombea huko aliko kama jinsi yeye anavyotuombea. Lakini pamoja na hapo, wataalamu wote waliofika hapa kwa ajili ya kutuletea mtambo wa mwanga, tuwashukuru sana. Tunawashukuru kwa sababu wametuona, lakini pia wakasema waje watatue hii kero ambayo ilikuwa ni changamoto kwetu. Kwa hiyo tunawashukuruni sana. Tunashukuru sana kwa shule sekondari ambacho kimetokea. Na hiki kitakuwa ni chachu kwa ajili ya maendeleo ya kitaaluma, na tunaomba utaratibu huu uendelee, na maana bado tuna mahitaji mengine makubwa, madarasa yapo mengi pia. Ifungiwa tena hata kwa madarasa kama huu umeme wa grid umekata, utakuwa ni msaada mkubwa sana. Kwa hiyo tunawashukuru na kila la heri na karibuni.
napenda kutoa shukrani zangu za dhati kutoka katika moyo wangu, kwa sababu mtambo utawasaidia sana watoto hawa kwenye masuala ya vision. Watasoma vizuri kwa sababu mwanga utakuwepo. Kwa hiyo ninashukuru sana kwa uongozi wa halmashauri, nashukuru sana mbunge, nashukuru sana madiwani kwa mtambo huu. Mimi ni mmoja kati ya wale ambao wanakaa kule bweni. Sisi kama wanafunzi tunashukuru sana kwa hiki ambacho tumeletewa, kwa sababu tulikuwa tunapata shida ya mwanga usiku. Wengine tulikuwa tunatamani kujisomea usiku, lakini tulikuwa tunashindwa, lakini kwa hiki kilicholetwa tunashukuru sana. Yaani tunashukuru sana, lakini pia tunaomba msiishie hapa. Kama kuna uwezekano wa kufanya zaidi na zaidi, tunaomba muendelee.